kutuweka huru. Asante kwa uwepo wako katikati ya maisha yetu. Wewe unayetupigania, unayetushindia, unayetuzuia pambana na hatari zote. Asante kwa kutupa majira haya, kukumbuka uongozi wetu. Asante kwa kutupa majira haya Bwana ya kuona ushindi katika maisha yetu. Tunakubariki Mungu mtakatifu, maana peke yako unaishi. Karibu Roho Mtakatifu uwe nasi, utuongoze na kutufundishe. Uwepo wako ndio msaada wetu. Ukajifunue nasi tutakaye kupokea ile neema itakayokuwa kwenda kusaidia. Achilia nguvu za kuomba katikati yetu na utufunue na kutuponya sana kusudi yako. Kwa utukufu wako Kristo Mwokozi wetu. Tunaomba matendo yako Baba kutotegwa kwa ajili ya kazi yako iliyo njema. Na Mungu wa Kristo atanchi. Ni wewe Kristo uliye kwenye maisha ya watu hawa. Kwa utukufu wako Mungu Baba mtakatifu tunaomba. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa tena ibada nzuri ya leo. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Naomba tukae kwa dakika chache tutasimama. Amen. Kwa wale ambao ndio mara yenu ya kwanza mnahudhuria maombi kwa wiki hii, Mungu ametupa neema ya kuomba kwa habari ya haki zetu, kuokolewa, kuomba haki yetu yote, yaani haki yako yoyote iliyokamatwa au iliyoshikiliwa na nguvu za giza iokolewe. Tukatembea na mistari mama imetoka kwenye kitabu cha Isaya 42 mstari wa 20 na mstari wa 22, Wakolosai 1 mstari wa 13, Isaya 42 20 na 22 nasema, unaona mambo mengi lakini hayatii moyoni, masikio yake ya wazi lakini hayasikii. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye. Hiyo sentensi, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Lakini Wakolosai 1:13 anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa pendo la mwana wake. Isaya anasema hakuna okoaye, lakini Wakolosai anatuambia naye alituokoa. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresima tunatafakari nini? Tunaona nini? Ni kipindi ambacho ni nini niombe hasa kama Kwaresima, kwa sababu sio tu ya kwamba nafunga siku 40, lakini nafunga nini? Naomba kitu gani? Najua kila siku tunaomba, lakini katika kipindi kifupi ambacho Mungu ametupa kutafakari kwa siku 40, basi nijue vitu gani ambavyo natakiwa kuviomba. Lengo kuu la kwanza la Yesu kuja duniani ni kuturudishia nafasi ya kutawala. Kama naona natawaliwa, basi kuna kitu natakiwa kuomba katika majira haya. Lakini jambo la pili, yeye alikuja kutuokoa, kutoka kwenye nguvu za giza. Ukiona mfano wa giza una kazi kubwa kwenye maisha yako, basi kuna vitu ambavyo viliokolewa, ni lazima uombe ili viokolewe. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Ni wangapi ambao tulikuwa kutoka Jumapili? Haleluya, tupigie Yesu makofi. Hai makofi na mbele yako. Lakini kama ni ya Yesu na pia ya Yesu hata roho. Haleluya. Yesu amechoka akamia pumzi yako dakika moja, kama wewe ambao unachoka kupiga makofi mbele sikiani, ambao walishoka kuingia kwenye oksijeni wataelewa kwamba wanatamani hii hewa hii, yaani wanajua thamani yake. Sasa wewe makofi tu. Hebu muongeze tu Yesu makofi mengi na vigelegele vya shangwe. Yeye peke yake anastahili kutukuzwa. Haleluya, haleluya. Yeye ndiye mlinzi wetu asiyelala, anayejishughulisha sana na mambo yetu, anayetupigania neto kwa mkono wa mwindaji. Anasema ndiwe yeye asiyetutoa mawindo kwa meno yao. Mitego imeteguka na nafsi zetu zimeokoka kama ndege. Watenda mabaya walipotunalipia watule nyama zetu, walijitoa wakaanguka. Si kwa
chini unasubiri msaada wa mtu mwingine. Uweze kuelewa unapoambiwa simama kumwabudu Mungu au tumtukuze Mungu. Fundini tambo nisaidie kidogo maana ni sauti yenyewe umeikausha wewe. Tengenezee mazingira vizuri sana tafadhali. Ili sauti isiendelee kukauka. Sio tu uongeze sauti, wewe seti tu. Sauti isiwe kali na tengenezee tu nguvu kidogo. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Nilipoumwa nikakaa chini na tegemea msaada wa mtu kulinyanyua, nikajua thamani ya kunyanyuka mwenyewe. Nilipofungwa mikono siwezi kujisaidia kwa chochote mpaka nihudumiwe, nikajua maana ya hii mikono. Kwa hiyo kama hujawahi kupita kwenye hiyo shida yoyote huwezi kuelewa kwa nini unapiga makofi, kwa nini unamshukuru Mungu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Lakini toka juzi tumepita kwenye kitabu cha Nabii Isaya sura 52 mstari wa 1 na 3 anaposema amka, amka, jivike nguvu, jifungue vifungo vyako, jikumute mavumbi, kuanzia sasa hakitaingia kwako kitu kilicho najisi. Huyo ni kazi yangu kujifungua na kutoka na kujikumuta kila aina ya mavumbi. Mavumbi sio vumbi hili tunaloliona la nje la vumbi, chochote ambacho kama kimekushikilia, chochote ambacho unakiona si cha Mungu kwenye maisha yako, hiyo ni vumbi, unatakiwa kujikumuta. Ndio maana nasema amka, jivike nguvu. Hapo sio nabii, sio mchungaji, tunakutegemea wewe ili upate kuvuka. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Lakini kuna madhabahu mbalimbali ambazo zimeshikilia maisha yetu. Kuna madhabahu mbalimbali ambazo zimetufunga. Kwenye Ufunuo Yesu mstari wa 9 anasema nikaona chini ya madhabahu roho za watu waliochinjwa. Nikaona chini ya madhabahu roho za watu. Kwa hiyo ndoa yako, kazi yako, biashara yako, utumishi wako, mikono yako, miguu yako vinaweza vikawekwa chini ya madhabahu na ukashikiliwa hapo. Au hali unayoipitia ni matokeo ya madhabahu fulani ndio inayoamua uishi hivyo ulivyo. Lakini yeye aliyekuja kutokoa na nguvu za giza, tukimwomba yeye anatufungua na kutuokoa. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Tunajua historia ya Gideon. Gideon anajieleza, anaambiwa yeye ni shujaa, anatakiwa kuokoa ndugu zake, lakini maelezo yake anajiangalia jinsi anavyoonekana kwamba mimi ni mtoto wa mwisho, familia yetu ndio maskini, lakini nakuambia ni matendo ambayo walituadisia baba zetu. Hivi kwa Mungu alituleta ili tufe katika hali ya namna hii. Yule malaika angaiki na haya anajieleza kama sisi ambavyo tunajieleza, jamani mimi napita hapa, napita hapa. Haya yamsumbui Mungu. Haya yampi shida. Kinachompa shida ni Mungu, ni wewe kutimiza kusudi lake. Haleluya mtu wa Mungu. Ndio maana malaika akamwambia Gideon aiangushe madhabahu anayoitumikia baba yake. Lakini maombi ambayo tunasukuma juzi jana yanatoka kwenye kitabu cha Yohana ile sura 11:41-43. Tunarudi hapo ili tuweze kuendelea mbele. Yohana 11 mstari wa 41 na mstari wa 43. Yohana 11 mstari wa 41 mpaka 43 nasema basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Baba nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Nami najua ya kuwa wewe unanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu waliohudhuria alisema haya ili wapate kusadiki ya kwamba ndio ulionituma. Na yakisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo nje. Akatoka nje aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni, mwache aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Nilizungumza toka Jumapili kuokoka kwamba mimi nimeokoka ni Mkristo au kuitwa mimi ni Mlutheri ni jambo moja. Lakini kufunguliwa na kuvuka kwenye vifungo na kufanikiwa katika maisha yangu ni jambo la pili. Haleluya. Tungesema Yesu ameshamaliza kazi hapa kwa Lazaro, amemuita, amemtoa kaburini. Tungesema amemaliza. Lakini angalia kazi anayoiacha tena, anasema mfungueni, mwache aende zake. Kwa nini Yesu akumaliza kufungua? Yesu alichofanya ni kazi ya ukombozi. Amempa tiketi ya kukomboa. Lakini kazi ya kufunguliwa kutoka kwenye hiyo hali ni ya kwangu na mimi na wewe rafiki yangu. Wewe ndio unayejua maisha ya kweli, mazingira ya kweli, unateseka ni nini, umeshikiliwa na nini. Kwa hiyo kazi ya kufunguliwa ni ya kwako wewe mwenyewe. Ndio maana
mwache aende. Kisiwepo kitu kingine tena cha kumzuia. Mfungua mwache aende. Sio unafunguliwa na baki hapo. Lakini angalia vitu vilivyoainishwa. Jana niliuliza mfano. Hapa kuna maiti. Najua wengi tushakushuhudia maiti. Hakuna maiti ambayo huwa inafungwa miguu, mikono, kichwa, huku kaachwa basi. Maiti inafungwa gubi. Si ndio watu hapo? Lakini tujiulize maswali, kwa nini viungo hivi vimeainishwa? Miguu, mikono, sura. Juzi tuliomba kwa maana ya mikono. Yesu anasema anabariki kazi ya mikono yetu. Kama umefungwa mikono, hakuna namna ambavyo baraka zitakujia. Napoombea mikono, hii mikono sio tu ya kufungua na kusonga ugali wala nile. Ina mambo mengi yaliyobebwa kwenye mikono. Na ndio maana tulishughulika na mkono wa kulia kwa habari ya siku zangu. Nisije kabla ya wakati. Mithali 3:16 anasema, nina wingi wa siku katika mkono wangu wa kulia, lakini utajiri na heshima viko kwenye mkono wangu wa kushoto. Kwa hiyo unapoombea mkono lazima ujue, ninapofungua hizi sana zimefunga nini kwenye mikono yangu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo sio tu naomba mikono yangu Baba, hii mikono ina nini? Anasema kila tulifanyalo litafanikiwa. Na kwa kila kazi kuna faida. Kwa nini sipati faida? Shida haiko kwenye mtaa ninaofanya kazi. Shida haiko kwamba biashara nimekosea. Iko kwenye mikono yangu. Mambo natakiwa mimi hii nibarikie itajishi. Tuliomba juzi. Jana tunaomba kwa bali ya Mungu. Ni wangapi walibarikiwa na maombi ya jana na wamesikia kwa upendo fulani ndani yao? Haleluya. Hata mimi nilikuwa nasikia kitu ndani yangu. Kwa kuna mahali tunasogea. Amen. Leo tunaomba kwa bali ya miguu. Sasa tumefungwa miguu. Miguu ina nini? Miguu imebeba nini? Anasema anamwambia Yoshua, kila utakapokanyaga nyayo za miguu yangu amenipa. Lakini watu wa Mungu, wengi tunaishi kama wakimbizi. Yaani tunaishi kila kitu. Yaani kama vile ngoja nijaribu. Yaani maisha yetu ni kujaribu. Yaani tunabibu. Wakati ninapotakiwa kukanyaga lazima niwe nimefika. Hakuna anayeolewa, yaani ndio nawachekesha na watu wanafikiria kama Natalia. Na maanisha mimi nilichojua nilipotoka kwetu nikasema nimeolewa, nilijua kuolewa. Ya kuachika sisi. Miguu ndio inanipa kusimama panapo nafasi. Kwenye ndoa nisimame, kwenye biashara nisimame, kazini nisimame. Hii miguu ikisha pigwa mtu wa Mungu, hata kama umefungua mradi mahali pazuri, huo mradi ni sasa sifuri. Kwani sinaposema kwamba nisimamishe panapo nini? Panapo nafasi. Haiondoe miguu yangu panapo upelezi. Kumbe miguu yangu inaweza kauka upelezi. Leo kile unachokifanya kila yeye. Kile unachofanya hivi. Lakini sasa bila kupata maarifa kujua kwamba hii shida nayo kutanayo niombee nini shida iko wapi. Taomba tu tamimina mafuta, tamimina chumvi, taweka nini. Kila style. Lakini bado matokeo hatupati. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo tunakwenda tena kuomba. Tunaenda kuomba kukataa roho ya kutangatanga. Yaani hata ile kufanya biashara hii haieleweki, mshahara unafanya hii haieleweki, mshahara hii ni kutangatanga sio tu nitoke na damu. Ili kufanya vitu havina msimamo havieleweki ni kutangatanga. Haleluya. Haleluya. Kwenye kitabu cha Zaburi ya 121. Zaburi ya 121 anasema, Zaburi ya 121 mstari wa 3 anasema, usiache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindane. Usiache mguu wako ufanyaje? Usogezwe. Miguu kwenye mwili au kwenye maisha ya mwanadamu ndio silaha ambayo Mungu ameipa uwezo wa kuzuia kila aina ya nguvu za giza. Tunaelewana? Miguu ndio imepewa mamlaka ya kuzuia nguvu za giza kwa mtu. Taniambia kwa nini? Anasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nini? Tumepewa mamlaka ya kufanya nini? Kukanyaga nyoka na nguvu zote za. Kwa hiyo kiungo kilichopewa mamlaka ya kupambana na nguvu za giza nini? Unapoongea miguu usiongee
usiombe miguu kama vile kutembea mpaka ndani yako. Ombea ukiwa unajua kwamba ni silaha pekee ambayo shetani anatafuta kwa mbele. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Hajasema nimekupa mamlaka ya kushika. Hajasema nimekupa mamlaka ya kusema. Ameipa mamlaka miguu. Na sio tu ameipa mamlaka tu, anasema alipokwisha kutenda matendo alivitoa vitu vyote akaweka chini. Kwa hiyo kila kitu ambacho tunakiona kinakuinukia, maana alipofeli ni miguu. Si ndio wapendwa? Penye shida ambapo natakiwa kupaopea sawasawa ni kwenye miguu. Ndio hapo ndio penye shida. Kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya kwanza, Waefeso ile sura ya kwanza mstari wa 22, anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndio mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Kwa hiyo ninapoona kuna kitu hakijakamilika, kuna namna ambayo miguu yangu inafanya nini? Ina shida. Haleluya. Amen. Tunaelewana lakini? Amen. Ninapoona kwamba kuna kitu hakijakaa sawa, miguuni huko kuna nini? Kuna shida. Tukumbuke hata wakati ile Mungu anazungumza, anaweka uadui. Aliweka uadui kati ya mwanamke na nani? Na nyoka. Aliambiwa mwanamke atafanyaje? Atamponda, lakini nyoka atafanya nini? Ndio maana nimesema ukijua katika mwili wako kiungo ambacho shetani kinampa shida zaidi katika mwili. Tumeelewana? Anaposema ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Sio nguvu moja, zote za yule adui. Anapozungumza nyoka nini? Ni nguvu za giza ambazo zimelenga kuleta mauti kwenye maisha yetu. Zile ambazo zimebeba kufa, ambazo zimebeba kuua na kuondoa. Ninaweza nisife mwili kwamba mmenisika, lakini kila ninachokishika ninachokifanya kimebeba na mauti. Lakini anapozungumzia nge ni nguvu za giza zilizobeba maumivu na uchungu. Naishi maisha ya uchungu ni maumivu, yaani wewe ni maumivu. Jamani tulisema hizo nguvu za giza. Na hasa haya yanakuwa ni mambo ya mizimu, miungu ya koo zetu tulikotokea, walikotunamanisha mababa zetu. Lakini kwenye ile Zaburi ya 17 mstari wa 5 anasema njia zangu zimeshikamana na wewe. Ile Zaburi ya 17, ile Zaburi ya 17 anasema, ile Zaburi ya 17 mstari wa 5 anasema nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, yaani nyayo zangu, miguu yangu zimeshikamana, hatua zangu haziondoshi. Nimesema tunaomba kwa habari ya kuja kutangatana. Anasema njia, nyayo zangu zimeshikamana na njia zako, yaani nimejishikamanisha na Mungu, hatua zangu haziondoshi. Kwa hiyo anatuambia njia zetu zisizoshikamana na Mungu lazima tutaondoshwa. Hatutakuwa na vitu vinavyoeleweka. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Tunasikia kwamba zana ni mzoa nyayo. Ndio wana zinaenda wapi, zinapelekwa wapi? Kwa maana nasema ni kitu pekee ambacho shetani kinampa shida, ni ngumu. Nikikanyaga akazoa nyayo, amezoa kila kitu cha kwangu. Amezoa maisha yangu. Kuna kipindi sana tulikuwa tunaishi mahali fulani. Nilikuwa naacha nani kila nikitaka kutoka, namwambia binti ambaye tulikuwa tunaishi naye afunge geti, yaani ili watoto wasitoke nje, wasitoke nje kucheza. Tulikuwa tuna mtu ambaye alikuwa anatuwinda kiasi kwamba mpaka yaani naogopa hata kuchunga maji nje. Kwa hiyo watoto wanapenda kucheza, lakini unawafungia ndani ili wasitoke nje, kwa sababu wakitoka tu kucheza ile mtu anakuja kuzoa nyayo za watoto. Kwa tukajua huyu kazi yake ni kuwafungia watoto ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu.
Ninatamani turudi hapa kwenye kuombea miguu. Ninatamani tuombe kwa habari ya fahamu, kwa sababu tulienda tulidili na mikono tukadili na miguu. Lakini anasema alikuwa amefunga wapi? Leso usoni. Anapozungumza usoni hauwezi kufunga tu hapo ya maana. Sura yangu ni utambulisho wangu. Sura ni utambulisho kwa kwangu, natambulikaje? Nina nini kimefanyika uso wangu? Lakini pia kwenye kichwa kuna masikio, kuna macho, kuna akili, kuna fahamu. Fahamu zikishafungwa hakuna kinachoweza kutokea. Akili zikikamata, na ndio maana Yesu aliwafungua wanafunzi wake akili waweze kuelewa. Kwa hiyo shetani anafunga akili. Ndio maana aliwaambia mfungue. Huyu akili zake zikibaki kwenye kwamba nilikwisha kufa huyu, hatotoka. Mfungue akili, mwacha aende. Kuna watu tunaokoka lakini hatuendi. Kuna vizuizi vimesimama mbele yetu kama ngome. Anasema kwenye Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9, anasema umefunguliwa mlango wa kufaa sana, lakini wako wengi wa kupinga. Wamesimama kama zuio. Lakini Isaya 62 mstari wa kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 10, anasema kwenye mstari wa 10 anasema tutieni ondoe maono yake kwenye kabila za watu. Ondoa kila kikwazacho. Ondoa kila kinachozuia. Ondoa chochote. Wewe ndio unayekijua ninaweza kuomba vizuri. Ni nini kinanizuia kufanikiwa? Nini kinachelewesha hapa njiani? Ndio kinatakiwa kuondolewa, kwa sababu ninapofunguliwa sitaki kubaki hapo. Maisha ya kwetu ni utukufu hadi utukufu. Kwa hiyo napoona nimeokoka lakini maisha yangu hayana matokeo, mimi kila siku niwakujalia nijue kuna shida ambayo imenishikilia kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Natamani tusimame sasa. Natamani tusimame twende mbele za Mungu. Jana mlisemesha miguu yenu vizuri, na leo mlisemesha tena. Sababu kuna kitu Roho Mtakatifu anataka kusemesha kwa wale wengine. Semesha miguu yako ifunguliwe. Hiyo miguu ifunguliwe, iachiliwe miguu yako. Anasema anatupa miguu ya kurungu, ya kwenda kwa kasi, sio ya polepole. Tutoe kwenye utelezi. Kile tunavyofanya havieleweki. Mungu atuondolee huo utelezi kwenye njia zetu. Haleluya. Nasema tunakataa wewe kutangatana. Sio? Tunakataa kuondoshwa. Sasa kwenye hiyo nakataa kuondoshwa, wewe ndio unayejua. Una kazi, una biashara, sijui ni ndoa, sijui ni nini. Kiambie hicho kitu kwamba mimi hapa sitaondoshwa kwa jina la Yesu. Yaani sitaondoshwa kwenye hii biashara, sitafukuzwa kazi, sitaondoshwa kwenye hii ndoa, sitaondoshwa. Yaani nakiambia kwamba mimi sitaondoshwa. Baba, isimamishe miguu yangu panapo nafasi. Sawa yaani miguu yangu kuanzia zaidi itazama kitu tofauti sana. Najua ulikuwa unaiombea, lakini yaani iangalie kama silaha ya vita kwenye ufalme wa Yesu. Mungu anasema yeye anamimina maji juu ya aliye na kiu. Mimi sijajua natamani uokolewe kwa kiwango gani. Baraka zako zimefungwa kwenye miguu yako. Kumiliki kwako, kufanikiwa kwako kwa kwenye miguu. Na huko mtaani au lugha za Kiswahili tunasemaga wanasema gani? Riziki ya Mungu iko miguuni kwako. Si ndio? Riziki ya Mungu iko kwako. Kwa hiyo kumbe hiyo jambo sio tu mbwa. Mafanikio yangu yako hapo. Sema Bwana Yesu. Niko mbele zako. Nimejua hakika sababu ya kuangalia kwako. Umesema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni kweli mara nyingi nimejiombea ili niokolewe, ili nifunguliwe, ili nitoke mahali nilikoshikiliwa. Lakini leo umesema na mimi kwa lugha nyepesi kwa habari ya miguu yangu. Kuanzia sasa ninakuja kwako, naileta miguu yangu mbele zako Kristo. Mahali popote miguu yangu imeshikiliwa, imefungwa, imekamatwa kwa damu ya Yesu. Yeyote aliyezoa nyayo za miguu yangu akazipeleka kwenye madhabahu za giza, wakajiapiza kwa viapo vyao, wakanifunga kwa maneno
Yesu, wakaachilia roho ya mahangaiko na kutangatanga. Mungu Baba, katika jina la Yesu, na kuja kwako, naachilia damu ya Yesu kwenye miguu yangu. Roho yote iliyoachiliwa kwenye miguu yangu, roho ya udhaifu kwenye miguu yangu, roho ya moto inayokuwa ikiwaka kwenye miguu yangu, kufa ganzi uvike kwenye magoti kwa jina la Yesu. Hiyo pando iliyoachiliwa kwenye miguu yangu jioni ya leo imeandikwa, pando asilolipanda Baba wa mbinguni linang'olewa, nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Mahali popote miguu yangu imeshikiliwa wakanipandia uharibifu, ninang'oa sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Miguu yangu popote ulikoshikiliwa, ulikokamatwa, ninakufuata kwenye ulimwengu wa roho nikiwa na damu ya agano jipya, ikabatilishe agano lolote la uharibifu, agano la mauti kwenye miguu yangu, kwenye uchumi wangu, hatua zangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakataa miguu yangu haitasogezwa, haitaondoshwa, sitatangatanga. Kuanzia leo ninaisimamisha miguu yangu panapo nafasi kwa jina la Yesu. Juu ya kazi yangu sitaondoshwa, kwenye biashara yangu sitaondoshwa, kwenye maisha yangu sitabatiliwa kwa damu ya Yesu. Ninakataa kuondolewa kabla ya wakati kwa jina la Yesu. Bwana, imeandikwa kenda kapo kanyaga nyayo za miguu yangu, umenipa kumiliki nguvu za giza zilizoniondolea umiliki kwenye miguu yangu. Yeyote ananitembelea miguu yangu, baraka zangu, mafanikio yangu, ninamfuata kwenye ulimwengu wa roho, ananiachia hatua zangu. Moto wa Bwana upite sahihi kwenye hizo madhabahu walionikamata, wanaotembelea nyayo zangu, baraka zangu, utayari wangu kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa miguu yetu na ifungiwe utayari. Roho ya uzito walioniwekea kwenye miguu ninashindwa kuchukua hatua sahihi, ninajikumuta hayo mafupi, hatua zangu zinaachiliwa kwa damu ya Yesu. Kila kifungo walichofunga kwenye miguu kwa jina la Yesu, mahali popote walipoachilia roho hiyo ya kutangatanga, wakanipeperusha kwa maneno yao na kwenda zaidi, ninakomboa nia zangu, baraka zangu, utayari wangu, uwezo wangu kwa jina la Yesu. Napeleka damu ya Yesu kwenye madhabahu yoyote walikoweka miguu yangu, na neno lako linasema nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa. Yamkini kuna madhabahu walikopeleka miguu yangu ili zifanikiwe, wakanifunga na utayari wangu na baraka zangu na umiliki wangu. Leo hii imeandikwa, naye alituokoa na nguvu za giza. Leo hii kila nguvu za giza zilizokamata hatua zangu, utayari wangu, baraka zangu,
nafasi, hawatamtoa kwenye hiyo nafasi. Ninakataa na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, watoto wangu hawataondoshwa kwenye hizo nafasi, kwenye vyeo vyao hawataondoshwa kwa damu ya Yesu. Hakuna atakayeniondoa kwenye ndoa yangu, hakuna atakayeniondoa kwenye utumishi wako kwa damu ya Yesu. Ninakataa, hatutaondoshwa roho ya mahangaiko, roho ya kutangatanga, ya kukosa kibali kwa damu ya Yesu. Ndio.
kila kinachokula dini yako kipigwe leo hii, kipigwe, 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 kipigwe kwa moto. Moto unapanda uwateketeze hizo kamba, hizo kamba, hizo kamba mikubwa waliofungwa kwenye miguu yao, waachiliwe, 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 waachiliwe kwa jina la Yesu. Kwa kila kazi kuna faida, na umesema unabariki kazi ya mikono yako, na ukasema kila utakapokanyaga kwa nyayo za miguu yangu Baba umenipa. Bwana, hizo baraka za utayari wangu zimeliwa na mwovu. Jioni ya leo baraka zangu ziachiliwe. Kila anayekula faida yangu anapapika kwa jina la Yesu. Maana mfano Nebukadneza amelishibisha tumbo lake vitu vyake vya thamani. Yesu, tumbo lolote lililomeza haki zangu, faida zangu, leo hii ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninatapisha baraka zangu, faida zangu, wanazitapika, hayatapisha ndani ya mwili wako, waliokula faida zako, walioshika faida zako, vyote wavirejeshe, vyote wavirejeshe, vyote wavirejeshe. Ndio maana nasema ataturejeshea miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na parare. Anarudisha hiyo miaka irejeshwe, vilivyoliwa virejeshwe, faida zirejeshwe, baraka zirejeshwe, kibali kirejeshwe kwa jina la Yesu. Hayo maongezeko yaachiliwe kwa moto, yaachiliwe kwa moto, yaachiliwe kwa moto. Maongezeko yetu yaachiliwe. Aliyekamata faida, aliyekula baraka zao, anazitapika. Hayo matumbo ya kuzimu yanatapika baraka zetu, yanatapika baraka zetu. Kwa damu ya Yesu tunakataa roho za kuonewa, tunakataa kuanzia sasa roho ya kuonewa inatuachia. Baraka zetu zinatapikwa, zinaachiliwa. Waliomeza vya moto wanavitapika, walioleta mateso kwenye ndoa Yesu wanapigwa, waliotutesa kazini wanapigwa, walioshikilia akili za watoto wanapigwa. Haki zetu zinawekwa huru, haki zetu zinawekwa huru kwa jina la Yesu. Sema Mungu wangu, neno lako linasema nitadhibitika katika haki, nitakuwa mbali na kuonewa. Kuanzia leo haki yangu iliyofungwa kwenye miguu yangu inanijilia. Sitaonewa tena kwa jina la Yesu. Hata kufikia maneno nitadhibitika katika haki, nitakuwa mbali na kuonewa. Nitadhibitika katika haki juu ya kazi zangu, nitakuwa mbali na kuonewa. Watoto wangu watadhibitika katika haki, katika masomo yao watakuwa mbali na kuonewa. Maisha yangu yatadhibitika katika haki, kwenye ndoa zetu tutadhibitika katika haki, tutakuwa mbali na kuonewa. Kazi
Kristo Nazareti. Asante Mtakatifu wa Mungu. Nguvu yako Mungu iendelee kuwatania watu wako. Tia mafuta kwa upendo na watu wako. Asante ndivyo alivyowarejesha mateka wa Sayuni. Kuborea masika tanda. Kuna watu wanaenda kuimba wimbo mpya. Siku ya Pentekoste watoka kuelewa kwa sababu ulijifunua nasi tunaomba utukufu wako utukufu ambao kamkalia kila mmoja wetu Bwana pia tunapotoka mahali hapa endelee kuomba kaka uone Mungu wake kwa sababu mbele asili furaha ipate kuachilia chini ya furaha chini ya furaha kwenye ndoa za watu chini ya furaha kwenye uchumi wa watu chini ya furaha kwenye familia zao na watoto wao chini ya furaha chini ya afya zao Bwana maana umesema afya ni chakula cha watoto wako Yesu. Asante kwa sababu na fadhili zako Yesu ni za milele. Tunaliinua jina lako na kulitukuza. Uhimidiwe peke yako unaishi katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kama unasikia kusukuma maombi yako na sadaka, shika sadaka yako tukushukuru. Usifikiri wageni mbele zako waliiba kwa maneno, waliiba na sadaka juu. Niliwaambia hiyo madhabahu na vile makaburi waliofunga ni sadaka ziko hapo. Wanakata miguu ya kondoo, miguu ya mbuzi, miguu ya ng'ombe. Wanasema kama tulikokata miguu ya mbuzi huyu ndio tunakata miguu ya mfano. Kama tulipozika kitu hiki ndio tumezika ndoa ya mfano. Kwa hiyo sio kafikiri inafanyika tu kwa maneno na sadaka juu. Mungu mtakatifu Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Asante kwa sababu tunaona uzuri wako katika maisha yetu. Na umetuahidi ya kwamba mawazo unayotuwazia wewe ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Utupa sisi tumaini siku zote za maisha. Asante kwa ajili ya watakatifu na watumishi wako hapa ambao kwa hapo Mungu wameona umuhimu wa kutolea sadaka. Pokea sadaka hii ambayo unapatanisha na mioyo yao. Maana ndiko zina mtu liko ndiko na mwana wake Baba.
Bali kila mmoja anayetolea Tanzania hiyo serikali kamili tulipamoja na pesa kuleta maana ile ndio kwamba maombi yako na sadaka za leo zimefika na kwa ukumbusho sadaka wanayotolea leo ukumbusho kwa bali ya leo na kwa bali ya maombi tuliyoyaomba ni kwamba watu hapa wanatakiwa kuondolewa katika ndoa za kutangatana na kusimiliwa wakamuliwa mipaka yao wasogea kwenye viwango vya kwako vya kielimu ambao Mungu amekusudia kwa heshima ya Kristo Mwokozi wetu tunaomba amen.